yaliyokuwa ndani ya vifua vyetu, na nyie mpate nafasi ya kuyafikisha hayo kwa jamii kubwa ambayo ipo nje ikisubiri kusikia klabu bingwa ikizungumza. Jambo la kwanza la kuanza nalo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutuamsha salama sisi wote ambao tuko hapa na wengine ambao sasa hivi hapo Menyata hapo, na wengine ambao wanaofuatilia mkutano huu mubashara kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Jambo la kwanza tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa uhai na afya njema. Lakini jambo la pili, sisi kama klabu ya Young Africans tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia mafanikio ya kupata ubingwa wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 2024-25. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu tulianza naye msimu pamoja, tukawa naye katikati kwa maombi na sala nyingi, na tumefika mwisho, tumefika naye Mwenyezi Mungu na ametuongoza kwa kutujibu katika yale ambao tulikuwa tukimuomba. Ambao tulimuomba msimu huu kwa upande wa ligi kuu ya NBC, tunasema asante kwa sababu tayari kombe hili hapa la ligi kuu ya NBC lipo kwenye mikono ya Young African Sports Club, ikiwa ni mara ya 4 mfululizo. Kwa tafsiri nyepesi ni kwamba mtoto aliyeanza form 4, alianza form 1, aliyeanza form 1 ameshamaliza form 4 akiwa anaiona Yanga ikiwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Yaani kijana yoyote ambaye alianza form 1 amesoma form 2, form 3 na form 4, kwenye macho yake anapoulizwa mpira, Tanzania anaiona Yanga ikichukua hili kombe kwa miaka 4 mfululizo. Hili jambo la kumshukuru sana Mwenyezi Mungu. Lakini jambo la pili ni kutoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mnaweza mkaa mnajiuliza kwa nini tumemweka namba 2 Mheshimiwa Rais na kumpa shukrani. Baada ya Mwenyezi Mungu tunasema tumshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu kitendo cha taifa letu la Tanzania, amani kutawala, uungwana kuwepo, utulivu kushamiri, umefanya mchezo wa mpira wa miguu unachezwa kwa mafanikio makubwa. Na sisi katika kipindi hiki cha Mheshimiwa Samia akiwa anaongoza taifa letu, kama club tumepata bahati ya kuwa na mafanikio mengi. Kwa tunaamini utulivu wa taifa letu, usalama ambao unapatikana ni chachu ya mafanikio ya kimpira kwenye nchi yetu, lakini pia kwa klabu yetu ya Young Africans. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu mambo yangekuwa hayakaliki hapa Tanzania, leo hii ubingwa huu wa NBC tusingekuwa nao hapa klabuni. Lakini mambo yanakwenda salama, nchi imetulia, nchi ina furaha, na ndio wananchi tunafanya kazi yetu kwenye pitch kupambana kupata matokeo mazuri. Kwa hiyo ili kombe pia ni zawadi kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunajua yuko na ratiba nyingi kwa ajili ya kuijenga nchi yetu ya Tanzania, lakini tumuombe mama yetu wakati ambao atapata muda wa ziada wa kupumzika, basi klabu hii itakuwa tayari kuipeleka zawadi hii akaishuhudie Mheshimiwa Rais kwamba bana kazi nzuri unayoifanya kwenye kujenga taifa letu upande huu wa michezo, matunda yake ndio kama haya ambayo klabu ya Young Africans tunayapata. La tatu ni kuwashukuru wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu ya Yanga. Huu msimu mpaka tumefika mwisho, tumepitia mengi sana kama Yanga Afrika. Mpaka tumefika mwisho leo hii, tumeketi hapa tuna ubingwa wetu tunajipongeza, tumepitia mengi sana kama Yanga Afrika. Lakini siri yetu ya mafanikio, licha ya chombo kupigwa sana na mawimbi katikati kwenye safari, siri yetu ya mafanikio
umoja, mshikamano na upendo kati yetu. Hata katika nyakati ambazo chombo kinayumba, bado Yanga tulibakia pamoja, na manahodha ambao tuliwapa dhamana ya kuongoza chombo chetu tuliendelea kuwaamini kwamba watatuvusha kwenye hicho kipindi kigumu, na alhamdulillah tumevuka hizo nyakati ngumu, tumezivuka, na leo tumefika mwisho wa safari ya ligi kuu tukiwa mabingwa wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo niwapongeze sana wanachama wote, tena kuanzia kwenye viongozi wetu wote wa kanda, viongozi wetu wote wa matawi, waratibu wetu wa mikoa, wanachama, mashabiki, matawi yetu yote. Kwa niaba ya uongozi wa klabu yetu ya Yanga tunasema asante sana kwa umoja, upendo na mshikamano ambao mmeuonyesha msimu huu. Baadaye kidogo hapo nitaingia ndani kidogo kueleza kwa nini nawaambia katikati ya safari chombo kilikuwa kinapigwa na mawimbi, kinayumba namna hii, lakini bado tulisalia kuwa imara na upendo na tukavuka, na leo tunasimama kama championi wa ligi kuu ya Tanzania kwa mara ya 4 mfululizo. Shukrani ya kipekee iende pia kwa benchi letu la ufundi, kwa wachezaji wetu kwa kazi nzuri ambao wameifanya msimu huu kuhakikisha wanavuja jasho, na ilipostahili damu kumwagika walimwaga, kwa sababu waliumia, walihatarisha usalama wao kwa ajili ya kuhakikisha wana Yanga tunapata furaha. Kwa tunawapongeza sana wachezaji wetu, tunawapongeza sana benchi letu la ufundi kwa kazi nzuri ambao wameifanya kuhakikisha Young Africa imefurahi. Mwisho kwenye shukrani, tunawapongeza pia timu zote 14 ambao zimeshiriki ligi kuu msimu huu. Sisi Yanga na hizo timu 14 ambazo zimeshiriki, tunawapongeza sana. Mmetupa ushindani mkubwa, mmetupa changamoto nzuri, na hakika mmeifanya ligi yetu imepanda kiwango. Kwa sisi Young Africa tunawashukuru timu zote 14 ambazo tumeshiriki nazo ligi msimu huu. Lakini kwa kipekee tusiache kumshukuru Aviola. Tunamshukuru sana Aviola kwa ubabaishaji, udanganyifu, propaganda za hapa na pale hazikwenda bure. Zilitufanya tuwe macho na sisi tupambane. Tawaidia siri kidogo ile ndugu zangu. Siku moja Aviola walikuwa wanazungumza, siri ilikuwa baada ya mechi gani? Walikuwa wanazungumza bila hofu na mashaka yoyote. Nafikiri ilikuwa KMC pale. Msemaji wa Aviola akasimama akasema tunacheza mechi za Yanga. Nakumbuka? Bila mashaka yoyote. Msemaji wa Aviola akasema tunazicheza mechi za Yanga. Ile kauli ndugu zanguni ndio iliamua hatima yao msimu huu, kama mlikuwa hamjui. Yaani kilichowaponza au kilichomponza Aviola msimu huu ni mdomo wake. Baada ya kutamka hadharani kwamba anacheza mechi za Yanga, sisi Yanga tukajiuliza, anachezaje mechi zetu? Anacheza kivipi? Ana nguvu gani huyu wa kusimama na kusema kwamba anacheza mechi za Yanga? Anajiamini nini? Kiburi chake ni kipi Aviola? Pale na sisi tukaweka mguu chini, tukakubaliana kwamba ukiwa wanasema Waswahili, ukiwa mvuvi wa pweza tunakutana wapi? Mwambani. Sasa mwisho wa msimu umefika. Furaha yetu Yanga sio tu kuchukua ubingwa. Furaha yetu pia ni kumuona Aviola akaondoka patupu. Hiyo ni furaha yetu kubwa ambayo wana Yanga tuko nayo. Kuna furaha ya kuchukua ubingwa, alafu kuna furaha ya kumuona Aviola ameondoka mikono mitupu. Na nimewaibia siri, lini, siku gani Yanga tuliketi chini tukaweka dhamira, sasa leo
tukubaliane huyu Aviola aondoke mikono mitupu msimu huu. Kwa sababu unapojitangaza hadharani kwamba wewe unacheza mechi za Yanga, maana yake wewe una msuli wa kuisumbua klabu hii kubwa na kongwe Afrika Mashariki na Kati. Maana yake wewe uko tayari kwa mapambano. Na sisi tukasema sawa, kama kuna kitu Yanga hatujawahi kukihofia ni mapambano, acha twende katikati tukapambane, na mwisho wa msimu mshindi amejulikana nani. Kwa hiyo nichukue fursa hii tena kuwashukuru sana Aviola na watu wake wote kwa ubaishaji ambao wameuleta msimu huu, kuhakikisha wameongeza na wao chachu na flavor ya ushindani kwenye ligi. Sasa kutoka jana ambako tumechukua ubingwa, swali ambalo wanayanga walikuwa wakijiuliza, tunaanza lini sherehe za ubingwa? Ndio swali kubwa ambalo wanayanga wamekuwa wakinitumia. Lakini pasina kusahau wanayanga wenzangu, hapa sio mwisho. Hapa sio mwisho msimu huu. Tarehe 29 tutakuwa na mechi nyingine ambayo ni fainali, ambayo itafanyika Zanzibar. Tutacheza na Singida Black Stars. Kwa hiyo tukawa tunatafakuri pale, tuweke msondo sasa hivi au tusubiri tumalize mambo yote kwa pamoja? Tukawa tupo kwenye tafakuri, na tafakuri hii ikatupelekea kwenye makubaliano yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo tutalifanya kama wanayanga, ni kumshukuru Mungu kwa kidogo alichotupa na kumuomba zaidi, kwa sababu wanasema wenye hekima zaidi kwenye mambo ya dini, asiyeshukuru na kidogo hata kikubwa hawezi kushukuru. Kwa hiyo kwanza tushukuru kwa kidogo ambacho tumekipata, alafu tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie kikubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye kushukuru na kuomba, hapo kwenye kushukuru na kuomba tukakubaliana tufanye jambo moja siku ya kesho panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Na hilo jambo tutalifanya makao makuu ya club hapa. Na jambo hilo tutalifanya tukiongozwa na baraza letu la wazee wa club, kwa sababu tutahitaji pia dua ya shukrani, lakini pia tutahitaji dua ya kuelekea mchezo wa finali wa CRDB dhidi ya Singida Black Stars. Ni jambo gani ambalo tutalifanya siku ya kesho hapa makao makuu asubuhi na mapema? Kesho tutaweka historia. Klabu ya Yanga Afrika hapa tutakunywa supu ya ngamia. Kesho tutaangusha ngamia hapa. Tumeshakunywa supu ya ng'ombe, tumeshakunywa supu ya pweza, sasa kesho tutaangusha supu ya ngamia hapa makao makuu ya club. Mnavyosikia ngamia jamani, angekuja kusimama hapa ingetulazimu tutoboe hii ili aenee. Ni dude la maana kweli. Kwa hiyo tutamchinja, alafu wazee watatuongozea dua kwanza ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kidogo alichotujalia msimu huu, ubingwa huu wa kwanza wa ligi. Lakini la pili, tumuombe sasa Mwenyezi Mungu atupeleke sasa kwenye maandalizi ya sherehe kubwa ya kutoa uchampioni wa ligi kuu na CRDB kwa jumla. Sisi tumeelewana vizuri hapo Kwa hiyo kesho kuna shughuli mbili zitafanyika. Shughuli ya kwanza, ngamia ataanguka. Mnaona kama utani, ngamia ataanguka hapa kesho hapa inshallah. Alafu tutafanya dua kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa mafanikio haya. Alafu tutakwenda kuomba dua Mwenyezi Mungu atujalie tukauchukue na ubingwa mwingine kule Zanzibar. Kwa nukta hiyo niwakaribishe sasa wanachama wa Yanga wote kesho makao makuu. Asubuhi na mapema saa 1 tuwe hapa. Yaumul Jumaa kesho. Hapa mapema tuwe hapa wote wanachama wa Yanga ambao mtanisikia, tuje tunywe supu ya ngamia. Jamani, ngamia na utamu wake. Tuje tunywe supu ya ngamia kesho hapa makao makuu ya club. Leo waandishi ambao mtapata nafasi tutaongozana na nyie
mkashuhudie ngamia wetu na maandalizi yake ya kuchinja. Yule ngamia achinjwi tu hivi hivi kama wataka kuchinja kuku. Ngamia na maandalizi yake. Pigwe dua kidogo mpaka akae chini ndio kisu kiingie. Kwa hiyo mtakaokuwa na nafasi tutawapeleka leo. Sio mkasema nyama hii sio, tutawapeleka na nyie mkashuhudie nyama akianguka kwa ajili ya wanayanga kesho kuja hapa kunywa supu. Hili jambo la supu na Yanga ndugu zangu liko hivi. Yaani jambo la supu na Yanga ni hivi. Kwa sababu supu asili yake ni mkono. Alipokula mkono wa Viola ndio ikawa supu ya kwanza kunywa hapa makao makuu. Kwa hiyo tumekubaliana supu na Yanga ziende sambamba. Kwa hiyo kesho kunayo supu ya ngamia hapa makao makuu. Mbali na mashabiki na wanachama wa Yanga ambao tumewaalika, tunafahamu ndugu zetu sasa hivi wapo kwenye msongo wa mawazo, wanapitia mazito kwelikweli, hawajui cha kushika, hawajui cha kufanya. Yaani hawajui ni 2 au ni 22. Kwa hiyo tunawaalika pia ndugu zetu. Kitaalamu ngamia anatibu maradhi hayo ya ini. Kama una sumu mwilini hivi, ngamia supu yake inatibu hiyo. Kwa hiyo ndugu zetu ambao wana stress sasa hivi pia kesho tunaomba makao makuu jamani, muwaambie tunaomba waje hapa kwa ajili ya kunywa supu ya ngamia kwa pamoja. Ya ng'ombe ile walishakujaga na hii ya ngamia tunaamini inshallah watakuja kwa pamoja tufurahike nao. Baada ya kutangazia ratiba hiyo, timu yetu kesho itafanya safari ya kuelekea Zanzibar. Inaondoka saa ngapi? Inaondoka vipi? Mimi mwenyewe sijui. Na huo ni utaratibu wa michezo mikubwa kama hiyo. Kwa hiyo katika hilo pia mtaniwia radhi ndugu zangu waandishi wa habari, tukutaneni wapi? Zanzibar. Kini Yanga itaondoka kesho kuelekea Zanzibar. Inaondoka usafiri gani? Muda gani? Njia gani? Mimi mwenyewe sijui. Yanga itakuwa iko Zanzibar. Maana sasa tumekuwa tunafuatafuatwa sana sasa hivi. Watu wamekuwa wakitegea hizi press zangu hizi. Mtu anatega kusikiliza hapa na mambo yake pembeni. Kasema saa ngapi? Saa 6. Sasa wewe vipi? Sijui. Tunaondoka saa ngapi? Tunaondoka na nini na tunaelekea vipi huko Zanzibar. Lakini najua Yanga itakuwa Zanzibar siku ya kesho inshallah kuanza maandalizi ya mchezo huo wa fainali. Basi tuje kwenye lengo maalum la Masimango sasa. Tuanze. Mwanzo nilikuwa taarifa na hapa za utaratibu wa supu kesho ya ngamia, alafu na utaratibu wa timu itakayosafiri na shukrani mbalimbali. Sasa basi ndugu zangu waandishi wa habari, toka jana usiku mpaka leo asubuhi nimeshuhudia watu wakilalamika sana. Malalamiko yamekuwa mengi mno. Hatumtaki huyu, hatumtaki huyu, hatumtaki huyu. Mimi nataka niwaulize swali na nyie mkawaulize hili swali. Hivi walifikiria nini? Yaani waliwaza nini kuja Benjamin Mkapa wakiwa hawajafanya mazoezi? Yaani kwa utulivu tu mkawaulize hili swali. Walifikiria nini? Waliwaza nini kwenye vichwa vyao wakaja Benjamin Mkapa hawajafanya mazoezi kuja kucheza na Yanga? Unajua kuna kucheza na Yanga alafu kuna kumzuia Pacome. Walichokifanya tarehe 8, kilichotokea tarehe 15, walichokifanya tarehe 24, sijui wakasusia press conference, wakasusia sijui kikao cha mechi. Ningewaona watu wa maana kama wangesusa kuja. Sio unasusia kikao cha posa alafu kwenye ndoa unaenda.
Yaani bora ukatae posa. Unakuja kwenye kikao cha ndoa, huna maandalizi na Yanga. Sijui waliwaza nini ya watu. Alafu maneno mengi. Ukimya una kitu. Ukimya huu. Kumbe maskini ya Mungu wanadaiana bonus huko. Wakusema hayupo. Kimya wanadaiana bonus kimya huko. Watu hawafanyi mazoezi asubuhi kwenye vikao, mchana kwenye vikao, watu wanataka chao. Mnawaleta wacheze na Yanga. Kweli? Kwa mfano, wangekubaliana tucheze tarehe 8. Yaani ile siku timu ingekuja. Sasa hivi hawajasahau hata kama ni maumivu. Mwezi wa 3 mpaka mwezi huu wa 6 kweli hawajasahau. Hata kama ni operation imefanywa haijafunga hiyo. Haya leo kidonda kibichi ndio wameanza nacho. Kuruka huko. Juzi nilipost nikawaambia kodi ni wapa, hawakuelewa. Haya maharage yanavyoiva anaruka haya ndio yanakwenda kuiva haya. Yaani sisi Yanga niwaambie ukweli. Hizo sarakasi zao mara wamesusa hiki, wameingia huko kwa sisi tulikuwa tunaonaje ujue? Tulikuwa tunaona kama mtu kaenda msibani, kakuta daftari ya rambirambi afu kaanza kulemba mwandiko kwenye kuandika yake. Yaani unakuja kwenye msiba. Yaani wewe ukifika tu Benjamin Mkapa unakufa. Alafu unalemba njia, huku unatoka huku unakwenda huku. Kwa timu ipi ya kuitishia Yanga? Kwa nani? Maana walikuwa wamejitumua katikati hapo. Mnachukuaje ubingwa? Amjamkaba. Mtoto watu jana kaja Super Black imekolea. Kapiga na wei. Washamdanganya huko. Pendo kwa udimue Yanga. Sisi yaani tukae kabisa tununuie ubingwa kwenye tudimue. Jana yeye na wenzake wote wakawa kikosi cha usalama cha kumlinda Pacome udadadeki wote. Na walipochoka wakamwachia mwenzao mmoja msala. Hili swali mkawaulize, mliwaza nini hamjafanya mazoezi mkaenda Benjamin Mkapa? Na bahati nzuri hii timu mimi anashabikia baba yangu. Na ndio inachoniuma hicho. Bahati mbaya inaniumiza kwa sababu mzee wangu leo anamjumuisha kwenye hilo kapu. Hivi kweli mnaenda kwenye dabi ya ubingwa, ndio msimu dabi ya ubingwa. Yaani anayefungwa anaacha ubingwa. Hata watu wenu hamjawaandaa. Mako unajua tu ukweli tulijimwaya pale uwanjani bwana. Tulikuwa tuko wenyewe tu. Tarehe 20 tuko wenyewe. Tunajimwaya tu pale. Siku ya mchezo tuko wenyewe uwanjani. Hapo utegemea usife. Yaani Yanga utuachie tujimwaya. Maana hizo mara 4 hizo tumekugonga kidogo kwa unasumbua. Hii wakati tusia mpaka vitu vyote eti Yanga fanyeni tu. Sisi tupo kimya. Ukimya uoga huo. Tukajimwaya pale wenyewe. Mzee Msimu anaingia huku, anatokea huku. Mzee Msimu anaingia huku, anatokea huku. Wanakuja kushtuka saa 8 mchana. Watu washaswali na adhuhuri. Saa 8 mchana. Jamani. Hivi nani anaitaga makoro? Hili jina hilo na maana yake. Yaani saa 8 mchana adhuhuri shaswaliwa. Wewe ndio unashtua watu. Jamani maandalizi yapi? Akili zao ndogo eti wanadanganyana kwamba tukae kimya tuwanyime Yanga hela. Maskini ya Mungu wa viola. Sisi hela tumepata jana. Nendeni N-card kawaulizeni ripoti ya mauzo ya tiketi ya mechi ya jana. Watawaambia, makijani muambia mnaweza mkafikiri nimetunga hizi takwimu. Watu 51,000 walikata tiketi. Unazungumza zaidi ya milioni 400 sio ngapi huko mbele huko. Lakini wale watu ambao walikata tiketi asilimia karibia 30 mpaka 40 hawakuja uwanjani. Sisi hapa tulipata. Kwa hiyo waliokosa haki ya kuja uwanjani kwa namba ya jana ni mashabiki wao.
ambao walinunua ticket na Viola amekosa msimamo na wakamoka nyumbani. Kwa hiyo wao kwa kutokufikiria kwa ukubwa wakaamini wanainyima tu Yanga mapato. Kumbe Yanga tushaingiza chetu kiko hapa. Wao hawajaja, timu yao wameitelekeza uwanjani, mashabiki wao hawapo. Sasa hapo umeikomoa Yanga, umeikomoa timu yako. Uo kimya waliokuwa nao kugomea sio mkutano nini, walikuwa wanaikomoa Yanga au wanajikomoa wenyewe? Lakini siona tutukomoa. Hela tumepata, ubingwa tumebeba. Wao wabalini wao. Silawama. Kutoka jana walichobeba wao nini? Silawama. Sasa sikia mtu analaumu mwenzake. Kuna watu mpaka leo wameweka kindege kwenye simu, hawataki kuwasha. Vitu vya kitoto tu, vitu vya kishamba tu umeviwekea msisitizo, vimeenda kuingiza shimoni. Tuwaeleze. Maana nimeona mijadala imekuwa mingi kwamba imefika mara 5 imesha nini, sisi tumechoka. Yanga hatujachoka kumfunga Simba. We're very clear. Hatujachoka. Na kadri tunavyozidi kushinda ndio uchu unaongezeka. Kadri tunavyozidi kuwakanda ndio uchu wetu wa kupata zaidi unaongezeka. Yaani saa mtoto umemlambisha asali hivi. Malengo yetu kwanza tutakwenda kupumzika zikifika 10. Yaani vipigo hivi viende mpaka mara 10 mfululizo. Allah. Ndio hapo Yanga tutaketi chini kuulizana, huyu ni mtani wetu kweli huyu? Hapo sasa hivi bado tunamuona ana nguvu na anajimudu. Kwa tutaendelea kumshughulikia mpaka zifike mara 10 mfululizo. Na Allah Jalala akafungua ligi msimu ujao na ngao tena. Maana unajua sio mbali, wasifikiri wanaongea kafikiri mbali. Ni Septemba hapo. Mwezi wa 9 wa Kiswahili tena. Tutakuja kubisha hodi hapo. Tena itakuwa mara ya 6 inshallah. Kwenye ligi zikiwa 2 na kwa ngapi? 8. Amna kwenye CRDB wakijichanganya 9. Kwa msimu ujao majaliwa Mwenyezi Mungu yakienda sawa, tukijaliwa uhai, tutakutana tena hapa tukizungumza tumemfunga Simba mara 9 mfululizo. Na inawezekana. Kama kila mwaka ziao ni kujenga timu, inawezekana. Sababu sasa hivi nimeona watu ambao watakiwa wakati wameshafika 20. Wachezaji ambao watakiwa wafukuzwe wafika 20. Kwa maana yake msimu ujao upya tena. Na walivyokuwa wanaamudu watu wao, wakishapiga 20 wapya wengine wataita press, tunajenga timu upya. Wakishafanya miujiza yao pale, tunataka ubingwa. Mwisho wa msimu wanapoteana. Hatujachoka. Ni 5 mfululizo na tunaelekea zifike 10 mfululizo na zitafika. Kwa timu tunayoitengeneza msimu ujao, kwa uongozi imara ambao tuko nao, kwa support tunaipata kwa wanachama wetu, hizi 10 zitafika mfululizo. Panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Zitafika. Zitafika. Wala sio utani. Kwa hiyo kama kuna mtu anataka kumlaumu, wajua huyo mtu hayuko peke yake. Maana nimeona wanasema jana, sijui kuna mtu wetu hapa Yanga wanamtumia. Unasikia? Na mtu wetu hapa Yanga wanamtumia. Sisi tunayemtumia yupo na sio huyo. Yupo hapo. Mbaya mkija kushtuka mtu wetu hapo. Kabati limejaa huko ndani. Kabati la makombe limejaa. Manake watu hao hawakubali, unajua kama sisi tumewazidi uwezo. Hawakubali kama sisi tuna uongozi bora. Hivi kwa mfano ukimchukua injinia mmoja, injinia Hersi mmoja peke yake, ukamsimamisha, utamfananisha na nani katika upande ule? Au uchukue wote, uwatie kwenye blender usage, upate mtu mmoja, bado hamfikii. Huyu mtu mmoja hatujaongeza Arafati hapo. Hatujaongeza maji yaliyotulia hapo.
Hatujamuongeza Alex Ngai chuma kile. Maki jana Ngai tunaenda uwanjani saa 9 ile kaingia zake live. Piga zake vyombo pale. Ambia njooni. Niko live Instagram. Kazi shaisha. Saa 9 hiyo. Mjumbe wa Excom Yanga anapiga yake vyombo katulia. Anambia wana Yanga njooni, jambo lishaisha hili. Na kweli jambo limeisha kweli. Kama hamtakubali kwamba Yanga imewaacha mbali, na sio tu kwenye pitch mnachokiona sasa hivi, sisi tumewaacha mbali kuanzia kwenye muundo hata wa kuendesha timu. Wakati Yanga hao wanafanya mabadiliko, wanaweka transformation mpya ya kuiongoza timu yao, pale ndiyo pumba na mchele ziliachana. Sio kama hawaelewi ya pale ndio pumba zilikuwa huku, mchele ukawa huku. Ile siku Yanga waliopiga kura kupitisha katiba yao mpya, pale ndio Yanga waliamua hizi pumba mchele. Sasa wao wamewekeza nguvu kwenye uongo, wamewekeza nguvu kuchukua posho, kutafuta machao ili watatu, wakifanya jambo nenda kautetee mtandaoni, katusemele Lyon tupambanie, mwisho wa msimu vilio. Kama hawatakwenda kwenye ukweli, na huo ukweli unachukua muda, sio rahisi. Hivi hawawezi kufika. Yanga level tuliofika sasa hivi ndugu zanguni ni level ya sio tu kuutawala mpira, ni kuutawala na kutoa shule. Yaani tutawale mpira na tufundishe na wengine kuhusu mpira. Ndio level tuliofikia hii. Maana kama tutatawala sana hapa, tuanze kufundisha sana watu wadogo namna gani ya kupata mafanikio kwenye football. Sisi tunajivunia sana viongozi ambao tuko nao, wamenyooka, hawaamini kwenye uzushi, hawaamini kwenye propaganda, hawaamini kwenye uongo. Na viongozi ambao wanasimama kwa ajili ya maslahi ya klabu. Alafu tuna wanachama kweli ambao wanaipenda klabu yetu. Hatuna wanachama maslahi hapa. Hatuna Yanga maslahi, tuna wanachama kweli. Mtu akishafika hatua amelipa shilingi 29,000 yake kwa ajili ya timu, huyo mtu anaipenda timu yake. 29,000 mtu kalipa pap kwa ajili ya timu yake ifanye vizuri, huyo mtu anaipenda timu yake. Na tunapofungua msimu kama hivi, tunaanza kampeni yetu ya wanachama. Bwana wanachama, mwaka huu umeisha waada, tuanze kujisajili upya. Hayo ndo maandalizi ya ubingwa. Sio unaelewa, yani hapo tunaanza maandalizi ya ubingwa wa msimu unaofuatia. Ikifika tu hapa Julai mosi inshallah tunaanza ya kampeni ya wanachama wa Yanga kuanza kujisajili kwenye mfumo wa wanachama kwa mwaka 2025-26. Hana timu inafanya hivyo, ni sisi peke yetu. Na hiyo ndio siri yetu kubwa. Timu yetu imenyooka kwenye mfumo wake wa uendeshaji. Bakumalizia, tunakwenda Zanzibar. Tunakwenda kucheza na Singida Black Stars. Hawa Singida msimu huu tumepata naye shida sana, japo tumechukua pointi 6. Mechi ya kwanza 1-0 kwa tabu. Mechi ya pili tumeshinda 2-1 kwa tabu. Huyu Singida tusipokuwa imara wana Yanga anaweza kutugea matokeo ya kushtua pale Zanzibar. Kwa hiyo ombi langu la mwisho kwa viongozi wetu wote wa matawi, tunatakiwa tukaze msuli kweli kweli kwenye hii mechi. Ni mechi kubwa, kombe liko uwanjani, na Mwenyezi Mungu akatujalie kwenye maandalizi yetu tupambane tuchukue ile kombe, tuweze kufunga historia msimu huu kwa makombe 5 ambao tuko nayo ndani ya klabu yetu. Nakaribisha maswali kama yapo ndugu zangu.